Kwa majina yangu naitwa Grace Gakuru, natokea Bagamoyo, niko zoni ya Bokobunju. Ushuhuda wangu wa kwanza kabisa, napenda kumshukuru Mungu kwa kusimama mahali hapa, kwa sababu kwa miaka mingi naweza nikasema tangu nimekuwa nimejifahamu sijawahi kuja kanisani, sijawahi kuwepo kanisani kabisa. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa neema ya wokovu. Wazazi wangu mimi ni watu wa dini, lakini hata huko dini kwenyewe, hata ikitokea labda jumuiya imesali kwetu, huwa mimi nalala tu. Yaani siendi kanisani. Mamangu atalalamika, baba atalalamika, watu watanisema, lakini hata mtu mmoja mtaani, yani naweza nikakaa mtaa hata miaka 2 watu wasinifahamu kabisa. Nikawa tu ni mtu wa ndani, kama ni shule natoka naenda shule, lakini sio kanisani. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa namshukuru Mungu sana sana kwa kuwepo mahali hapa. Kwa hiyo umepata neema ya wokovu. Nimepata neema ya wokovu. Na kanisani unakuja. Na kanisani nakuja. Hebu mpe Yesu makofi. Ulifahamu vipi hapa? Ulifahamu vipi hapa? Kwa mara ya kwanza mwaka jana mwezi wa 12 wakati nakaribia kuvuka mwaka, nilimwambia Mungu ninaomba mwaka huu 2025 anijalie kupata ndoa. Lakini sikuwa nimemwambia kwamba ni ndoa ya namna gani. Mimi tu nasema ni ndoa, yani ili mradi tu akiwepo ni mwanaume amkuja kunioa ni sawa. Sasa kesho yake nikiwa niko TikTok usiku kama saa 7, nikaona binti mmoja na mkaka wanafunga ndoa, lakini ile ndoa ilikuwa ni ya maombi sana. Nikamwambia Mungu, nilikuomba ndoa, lakini mimi nataka ndoa yangu iwe hivi. Sikuwa nimesema kwamba iwe ni ndoa ya aina gani, lakini naomba iwe ndoa ya namna hii. Sasa hiyo siendi kanisani, sijui kuomba, sijui chochote kuhusu kanisa. Kama wiki moja ikapita, nikaona video tu ilipop kwenye akaunti yangu ya TikTok ya RGCM. Pale pale nikaingia Instagram, nikachukua namba ya simu, nikapiga simu, wakaniambia kwamba ibada ni siku ya Ijumaa ambayo ilikuwa ni tarehe 4. Kwa hiyo mimi nimefika hapa kwa njia ya TikTok. Mshangilie Yesu kwa makofi yake. Sasa nini Yesu amefanya my friend? Ninamshukuru Mungu pia, baada ya kupata neema ya wokovu, Mungu ameniponya na roho ya mauti. Mimi nilikuwa nasumbuliwa na roho ya mauti ambayo nilikuwa sijijui kama ni roho ya mauti, lakini nilikuwa na hofu kupita kiasi. Magonjwa ambayo yani yalikuja tu kwa ghafla. Tangu mwezi wa 11 wa 12 nikawa naambiwa kwamba nina shida ya moyo, nina shida ya vidonda vya tumbo, na kisukari pia, ambacho ni vitu ambavyo sikuwa navyo mara ya kwanza wala sikuwahi ku-experience. Lakini nilipofika hapa, namshukuru Mungu, baba aliniona akaniambia kwamba unasumbuliwa na roho ya mauti. Na tangu hapo nilikuwa nasumbuliwa pia na mifupa kwenye mikono, nilikuwa siwezi kufanya chochote. Lakini baada ya pale, baada ya kuombewa, baada ya maombi, ile hofu niliyokuwa nayo, maana nilikuwa na gari, lakini hata hilo gari lenyewe nashindwa kupanda, nashindwa kuendesha, naogopa. Nikawa status zangu naeka tu nyimbo za huzuni, nyimbo za kifo. Unakaribia kujiandaa kufa. Yes. Nikawa nawatumia watu wangu wa karibu message. Yaani kuna namna ukishaanza kumuona mtu anaongea anakuaga. Umevamiwa na roho ya mauti, unaanza kubali kufa. Unaanza kuwazawaza na kaburi lako litakavyopambwa, nguo watakao kuvalisha. Uko tu umekaa hapo unaangalia vizuri namna hii. Umepigwa na roho ya mauti. You need a very serious deliverance. Kwa hiyo namshukuru Mungu, baada ya maombi nilipata uponyaji. Na kisukari nilikuwa nimeambiwa kwamba nina kisukari na ni kibaya sana. Na umri huo? Ndio. Nina miaka 26. Nikaambiwa kwamba nina kisukari kibaya sana na itapelekea viungo vyangu vya ndani, yani figo, maini kufeli. Shetani ni mbaya eti. Kwa hiyo namshukuru Mungu, mwezi ule wa pili tarehe 26, kwanza nilipofika hapa tu, yani kile kitendo cha kufika hapa, ile hofu ya kwamba naumwa kisukari, naumwa moyo, ile kuanza kujiogopa, kujionea huruma, labda vyakula fulani sili, kuwaambia watu, ikaisha kabisa. Nikawa natumia dawa tangu huo mwezi wa 12 natumia dawa, lakini nilipofika hapa tu nikaacha kabisa kutumia dawa za sukari na za moyo kwa imani. Nikawa namwambia Mungu, mimi nimepona, siwezi nikawa mtoto mdogo. Nikienda clinic ya sukari nakuta wazee, hamna msichana, hamna mkaka hata mmoja. Wanakuunganisha eti na wewe ni mbibi. Washindwe kabisa na walegee. Sema amina. Kwa hiyo nikawa namwambia Mungu, mimi hii sio sehemu yangu. Na tarehe 26 ya mwezi wa pili nilipoenda kupima, namshukuru Mungu sana sana, nilikuta sukari yangu ya miezi 3 nyuma iko 3.9. Sumpe Yesu makofi mengi. Piga Yesu makofi. Kuna hali ambazo ni mpaka umekutana
na suluhisho ya kiroho. Lakini kingine pia namshukuru Mungu kwa sababu kwa muda wote ambao sikuwa kanisani kuna nguvu ambayo nilikuwa naitegemea na ni kitu ambacho nilikuwa nimekuwa nikikiona. Siwezi kumtaja mtu yoyote kwa sababu huu ni msalaba wangu na ubeba mwenyewe. Hebu mpigie Yesu makofi. Ndio baba, mimi nilikuwa nikipata tatizo au changamoto, naamini kweli Mungu yupo. Sawa. Lakini kupata ile msaada wa haraka, nitamtafuta mwaguzi au mganga yoyote tu nimwambie kwamba nina shida. Usisahau ana miaka 26 na wasiwasi na ole kaa hapo. Hebu kwanza mumpigie makofi. And this is what we call a life transformation. This is what we call a life transformation. Kwa hiyo baba, nikiwa nina shida yoyote na changamoto yoyote, namtafuta mtu, namtafuta mganga, namwambia, ananiambia labda hapo unatakiwa kufanya hiki. Kafika mahali mimi sasa ndo nakuwa wa kuwashauri watu. Kama una tatizo fulani nakwambia sasa sikiliza, nenda duka la dawa za asili kanunue dawa fulani. Yaani mimi ndo nakuwa akawa sasa amementiwa mpaka amekuwa mentor. Na tunazungumzia uchawi hapa na kuuliza swali, ni watu wangapi unaishi nao huko barabarani sampuli hii? Kwa hiyo wakati nimefika tu kanisani ile mwezi wa kwanza nikakuta ndo semina ya mafungamano ya kiroho inaanza. Ile siku ambayo baba ulikuwa unaongelea mafungamano ya kiroho kwenye imani. Nilikuwa nimekaa kule nyuma kabisa, nilikuwa nimechelewa hiyo siku. Ni siku ambayo Roho Mtakatifu alinionyesha, nilikuwa naota sana ndoto nafanya mapenzi mara nyingi sana. Lakini nilikuwa tunachukulia ni kawaida. Naona tu ni kawaida na nilikuwa sifuatilii kabisa. Lakini hiyo siku wakati tunaendelea kuomba nikakumbushwa, kwa sababu nilikuwa nimesahau kabisa. Nikakumbushwa kwamba kuna baba mmoja nishai kwenda kwake. Kwa madawa. Yes. Nilikuwa nimeachwa na baba ambaye alinipa ujauzito. Kwa hiyo sasa wakati naendelea kutafuta msaada, sasa huyu mtu atarudi vipi? Unataka umrudishe? Yes. Akaniambia kwamba hii dawa nakuwekea, hii dawa itakuwa yani ukikutana naye hatofanya chochote, atarudi kwako. Lakini mbaya zaidi wakati ile dawa tayari nimeshawekewa, yule mtu yani nilipokutana naye ndo kama nilimwambia kwa heri, yani aliondoka mazima. Kwa hiyo tangu pale nikawa nimempotezea kabisa na nikawa nimesahau kile kilichotokea pale. Lakini hiyo siku ya ibada ya kwenye mafungamano ya kiroho kwa njia ya imani, kwa hiyo siku ndo nakumbushwa kwamba kuna kitu cha namna hiki kilitokea, kwa sababu tangu nimetoka kwa yule baba sikuwahi kumkumbuka tena. Lakini hiyo siku ndo siku ambayo nilikumbuka na nikakumbuka kile kilichotokea. Na Roho Mtakatifu akaniambia, yani pale ndo ulikopata zile ndoto za kila siku, watu wanakuja unafanya nao mapenzi kila siku. Yeye akafikiria anaekewa dawa ili mwanaume atulie, kumbe anaamishiwa jini ambalo litaendelea kuishi naye. Hizi dawa za mapenzi zote ulizolamba, it's a sign. It's a sign you are tormented. Na hizi zingine unazokunywa kwa ajili ya nguvu za kiume, uelewi ya kwamba tayari umelogwa. Kwa hiyo baada ya ile ibada nikamtumia ujumbe baba, nikamwambia baba, leo nimejua sehemu ambayo nilikuwa nimefungwa kiimani. Na vile vitu, kwa sababu mimi nilikuwa naona tu ni kawaida, nikawa nimevikusanya asubuhi yake, ambayo sasa ilikuwa ni mafuta. Ulikuwa unayo? Yes, nilikuwa na vitu ambavyo unaweza ukaweka kwenye mafuta, dawa unaweka kwenye mafuta unapaka labda asubuhi ukiwa unaenda kwenye shughuli zako kwa ajili ya mvuto, kuchoma. Yes, au kuchoma. Kwa hiyo zilikopo tu nyingi zingine nilikuwa nimenunua mwenyewe duka la dawa za asili, nikawa nimezikusanya, nataka tu nikazitupe. Baba akaniambia hapana, huwezi kuzichoma peke yako mpaka kuani. Leta mpe Pastor Jafet na pia unione ofisini. Nikaleta kweli nikampatia Pastor Jafet, lakini moyoni mwangu nikawa nina hofu. Sasa hivi vitu nimepeleka, alafu itakuaje? Lakini hapo nikapata nitaishije? Yes, nitaishije sasa? Nikapata msukumo wa kununua Biblia. Kusema kweli mimi sijawahi kuwa na Biblia kabisa. Tangu uzaliwe? Tangu. Yani ni Biblia ambayo nilinunuliwa ile unaenda form 1 unapewa Biblia, na sijui hata ilienda wapi. Sijawahi hata kuifungua. Ndio siku ya kwanza sasa napata msukumo wa kununua Biblia, na sijui ni kwa nini natakiwa kununua Biblia. Nikaenda nikanunua Biblia. Baada ya kununua tu Biblia nikakutana na andiko Zaburi ya 91. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitaikaribia hema yako. Oh my God. Angalia Mungu anavyowapenda watu. Huyu ni mtu ambaye yuko mbali na kanisa since she was born.
Then for the first time anakutana na maandiko ya namna hii, na wakati huo anahisi ya kwamba how can I be survive, nawezaje kuishi wakati ambao nimeacha ushirikina huu? Wala mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitaikaribia hema yako. Angalia mstari wa 11, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Sema zote. Kwa hiyo baada ya kupata hilo andiko, nikawa sasa nimeshathibitisha kwamba Mungu yupo na ananiona na ananisikia. Nikawa nimeshikilia lile andiko Zaburi ya 91. Ndio nikawa kila kitu ninachokifanya namwambia Mungu, wewe umeniambia. Sawa sawa na Zaburi ya 91. Sijui kuomba muda huo, lakini naendelea tu kuatamia lile neno ambalo Mungu amenipa. Baada ya hapo mwezi wa kwanza, ule mwezi wa 12 nilikuwa nimepigiwa simu ya promotion kazini. Nikaambiwa kwamba utakuwa zone manager. Lakini ile nafasi ninaipokea, yani sikuifurahia kwa kweli, kwa sababu nilikuwa naumwa, naweza nikaenda kazini mikono inaniuma, yani siwezi. Akili yangu imechoka. Sasa ile nafasi mwezi wa kwanza ulipofika, nikawa nimesema kabisa nitaandika barua niwaambie kwamba hapana, mimi nataka kuwa tu cashier kawaida. Kwa sababu nilikuwa nimeshatoka level ya cashier, niko branch manager. Sasa naenda kuwa zone manager. Lakini ile nafasi nilikuwa sikuifurahia. Lakini baada tu ya kufika hapa madhabahuni, ile tarehe 4, nafsi nyingine kaniambia hapana, usiandike kwanza barua. Baada ya sasa kufika kwenye ibada ya Ijumaa iliyofuata, nikawa tu naendelea kufuatilia ibada, naendelea kufuatilia mahubiri ya nyuma, naendelea kufuatilia. Unafungua hadi uko nyuma, yes, unafuatilia. Narudi kule YouTube. Narudi. Kwa hiyo kama baba anavyosema kwamba darasa lolote ulilolipita utakeri. Mimi kusema kweli nilikeri, na nilikuwa yani najikuta mpaka muda haunitoshi tena. Ule muda wa kupumzika ndo muda ambao yani natafuta niangalie nini. Ujifunze nini. Yes, nini? Nijifunze nini. Kwa hiyo nikawa naendelea kufuatilia. Umesikia alichosema wewe umekuja hapa unangoja ibada iishe, umefungia hapa. Kuna wenzako wanatoka hapa wanaenda wanarudia mafundisho, semina zingine tulizifundisha huko nyuma, kwa sababu anajua ya kwamba kuna kitu nilichelewa sana kujua hichi nilicho nacho sasa. Kwa hiyo ule mwezi wa kwanza sasa nikasema sawa, sitaandika barua ya kurudi kwenye kuwa keshia. Lakini sasa Mungu nini kinafuata? Nitawezaje na vile vitu vyote tayari nimeshavirudisha? Mungu akawa anaendelea tu kunipa mafunuo. Roho Mtakatifu amenisaidia sana. Nikawa tunapata wazo, naweza nikapata wazo la kufanya, nikafanya, nikaandikia report. Napigiwa simu na general manager ananiambia, sijaona zone manager kama wewe. Sijaona. Pigia Yesu makofi mengi. Amen. Na kwa mwezi ule wa kwanza, Mungu alivyo ajabu, nilipata profit kwenye zone yangu. Achana tu na zone, kwenye branch ambayo nilikuwa naisimamia. Nilipata profit ambayo sijawahi kuipata kwa mwaka 2024 wote. Wote sijawahi kupata profit kama hiyo. Ambao ulikuwa mbali na Mungu. Yes. Ambao sasa ndio ulikuwa nategemea hivyo vitu. Sawa, nilikuwa nafanya vizuri, lakini kwenye ile level ambayo Mungu alikuwa anataka nilikuwa sijafika. Lakini ukija kwenye zone sasa, zile branch ambazo nimepewa zote, nilipata profit. Yani kama nilipangiwa 64 nikapata 240. My God. Yani nilipata mara 7. Nani anaweza kumpa Yesu makofi? I'm alive to tell the story for how I come, for goodness on mercy and the power of the cross. Yes, na kwa miezi yote tangu mwezi wa kwanza, wa pili na wa tatu, zote nimefanya vizuri. Kwa hiyo umesikia uzuri sasa ukaa karibu na Mungu. Yes, uzuri wa kutembea na Mungu. Ndio, kwa hiyo kwa upande wa kazini pia Mungu anaendelea kunitetea. Roho Mtakatifu anaendelea kunipa mawazo tofauti tofauti. Naendelea kufanya vitu tofauti tofauti, namshukuru Mungu sana. Na yule mume ambaye ulimuomba Mungu anakuja anakuambia kabisa. Shangilia Yesu kwa makofi mengi. Lakini pia CEO wa hiyo kampuni alikuwa ananifahamu, lakini sio kwa kiwango ambacho ni kile ambacho Mungu alikuwa anakitaka. Yes. Lakini kikao cha kwanza kabisa kile cha mwezi wa kwanza ambapo ndo tumekutana zone managers wote na mwenye kampuni, ni kikao ambacho ni kama alikuja kuniongelea mimi tu. Yani, na hiyo ilianzia kwenye ulimwengu wa roho. Niliota kwamba kuna mtoto amekuja, msichana tu mdogo simfahamu. Akaniambia, Grace twende. Nikamwambia tunaenda wapi? Akaniambia nakupeleka, tunaenda mjini, nakupeleka mjini. Lakini wakati tunatembea kwenda mjini akaniambia, manake ni malaika wa Mungu. Nataka ujue mambo yanasotiwa out kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Yananyooka kwenye mwili wa damu na nyama. Ukishindwa kushughulika jambo kwenye ulimwengu wa roho, hapa mwilini yatapinda mno.
Akaniambia twende tupite kwenye hii hoteli tumsalimie fulani ambaye sasa ndo CEO wa hiyo kampuni. Kwenye maono? Yes. Twende tumsalimie. Nikaambia kumbe nao namfahamu. Akaniambia yeye namfahamu. Sasa mimi nikawa namshangaa kwa sababu ni msichana tu ambaye yani simfahamu na yeye amemjuaje yule mtu sijui. Tukafika yeye akamsalimia, lakini wakati nimemsalimia mimi, wakati anaendelea na kazi zake, aliposikia tu sauti yangu akashtuka. Akaniambia Grace ni wewe? Nikamwambia ndio ni mimi. Akaniambia wewe si ni mtoto wa fulani? Nikamwambia ndio. Akaniambia umekuwa hapa kwa muda gani? Sasa ndo kama anaanza kunirealize. Kwenye maono? Yes. Umekuwa hapa kwa muda gani? Nikamwambia. Akaniuliza pale maswali na wakati tunaagana sasa akabend. Unajua ile kumpa mtu mkono kwa heshima. Sasa niliposhtuka nikawa nashangaa. Huyu sio ananisalimiaje tena kwa heshima? Hii heshima ni ya namna gani? Yes. Kwa hiyo baada ya pale, hiyo ilikuwa tarehe 30 mwezi wa kwanza, usiku huo ndo niliota. Baada ya wiki moja mbele ndo tunaitwa kwenye kikao. Sasa ukaenda kwenye kikao? Yes, kwenye kile kikao sioni kama alikuja kuniongelea mimi tu. Ali appreciate vitu vya nyuma vyote tangu nimeanza kazi, nimeendelea na kazi mpaka nakuwa branch manager mpaka nakuwa zone. Kuna watu mikosi mlionayo ni ushirikina mnaojiambatanisha nao. You know, God can surprise you, but the problem is you are so connected to some nonsense issues. Kwa hiyo pale sasa ndo kama ukapata kibali. Yes. Kibali kikaja. Yes. Kwa hiyo kile kibali ambacho nilikuwa nacho mara kwanza, yani ni kama kimeongezeka mara 7. Kwa sababu kila mtu anajua, yani anaelewa kwamba kuna mtu anaitwa Grace kwenye kampuni fulani. Lakini pia namshukuru Mungu kwa kunibadilisha tabia. Kwenye semina ya mafungamano ya kiroho, baba alisema kwamba semina hii tunafunga mpaka kuongea. Kusema kweli mimi nakumbuka. Nikasema Bwana anasema katika semina hii na mfungo huu Mungu aangalie tu nini? Mfungo wa kuacha chakula, tunyamaze pia. Mungu ataangalia namna tunaongea huko mtaani. Nikasema kwamba mimi nitafunga kuongea, lakini pia nitafunga social media. Yani nilikuwa ni mtu ambaye silali bila social media. Nikiamka tu yani nimeamka cha kwanza ni TikTok au Instagram, yani chochote. Hamna umbea wote utaniuliza wa Instagram nisikwambie. Yani mtu akipitwa huko na kitu anakuja kuniuliza mimi. Grace kuna kitu fulani kimetokea. Reporter wao. Yes, mimi sasa ndo nimwadisie. Nilifunga pia social media, nikafunga kuongea. Lakini wiki hiyo pia ndo nikamwona mama amesimama madhabahuni akiwa anaongelea kuhusu swala la maagano ambayo baba amepewa. Nikasema huyu mwanamke ni mtu ambaye yuko very calm, lakini mimi nataka kuwa kama yeye, sitaki kuongea sana. Namshukuru Mungu pia baada ya yale maombi, baada ya ile semina kuisha. Semina imeisha, mfungo umeisha, lakini mimi kwangu mfungo bado ukawa unaendelea. Kusema kweli nilikuwa naongea sana. Yaani kuna muda unaongea sehemu ambayo hutaki kuongea. Mimi naongea. Una break. Yes. Sasa namshukuru Mungu sana kwa kunibadilisha pia hilo. Mwangalie jirani yako mwambie una break wewe. Lakini pia namshukuru Mungu kwa kunibadilisha pia kunitoa kwenye roho ya Jezebel ambayo alikuwa anafundisha baba. Roho ya Jezebeli. Mimi nilikuwa sifahamu kama nina hiyo roho. Lakini mimi kusema kweli hata siku ya kwanza anakuja hapa kanisani, gauni ambalo nilikuwa nimevaa ni la mama yangu. Yaani nilichukua gauni la mama nikavaa kwa sababu mimi sina nguo ya kusema nitafika madhabahuni, sina. Yaani nilikuwa sina nguo, sina gauni, sina sketi. Ni wa kike lakini sina gauni, sina sketi. Lakini namshukuru Mungu sana sana. Hata zile nguo ambazo nilikuwa nazivaa mara ya kwanza siwezi tena. Yaani kuna vitu ambavyo siwezi tena.